Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli kabla sijamaliza, wakati unapita kwenye mabanda uliona mtoto wetu, wanasema kizazi cha sasa na kizazi cha kijacho. Tumerithishwa, tuwarithishe. Huyu mtoto wetu alikuwa anaongea pale vizuri sana, na Mheshimiwa Waziri Mkuu ukatoa maelekezo kwamba kijana hodari kabisa, mtoto wetu Jacqueline Aliabi, ukasema tafadhali aje pale jukwaani, hebu azungumze na Watanzania. Mtoto wetu huyu tuko naye, na naomba nimkaribishe mtoto wetu Jacqueline. Karibu sana. Kwa jina naitwa Jacqueline Eliabi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Manyinga. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kuwakilisha shule zinazotekeleza programu ya Eco Schools kupitia shirika la TSG Tanzania. Ninatokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Mvomero, tarafa ya Turiani. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kuelezea nishati safi ya kupikia katika swala zima la utunzaji wa misitu. Kwanza nitaanza kutoa maana ya nishati safi ya kupikia. Nishati safi ya kupikia ni nishati yenye viwango vya chini sana vya uzalishaji wa uchafuzi unapochomwa. Mfano, gesi asilia, nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya umeme, LPG, yani inamaanisha liquid petroleum gas na kadhalika. Faida au muhimu ya kutumia nishati safi ya kupikia yamegawanywa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, kiafya. Nishati safi ya kupikia hupunguza magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Matumizi ya kuni na mkaa kwa muda mrefu huathiri mfumo wa upumuaji, hivyo huzalisha hewa ya carbon ambayo hewa ya carbon si rafiki wa binadamu. Kundi la pili, kimazingira. Kwanza, nishati safi ni rafiki wa mazingira kwa sababu haizalishi hewa chafu. Pia husaidia kupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kupata kuni na mkaa, hivyo misitu yetu inabaki kuwa salama. Kundi la tatu, kiuchumi. Ingawaje gharama za awali si rafiki, lakini matumizi yake ni ya muda mrefu. Kwa maana hiyo sasa huokoa pesa na muda. Pia nishati safi huzalisha ajira. Kundi la 4, kijamii. Kuboresha maisha ya kila siku, yaani jamii badala ya kwenda porini kukata miti kubeba mizigo ya kuni na mkaa, wanaachana na kadhia hiyo na afya zao zinaboreshwa kwa kutumia nishati safi ya kupikia, ambayo nishati safi ya kupikia ni gesi, pia isiyozalisha moshi, yaani inamaanisha uchafu. Mwisho, hivyo basi bila jinsia kuwa pamoja, tunahamasisha kwamba tutumie nishati ya kupikia ambayo ni gesi, hivyo hupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Misitu yetu inabaki kuwa salama kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Pia tuwe mabalozi katika kuunga mkono kampeni ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kinara mkubwa wa kuhamasisha kwamba tutumie nishati safi ya kupikia ili kasi kubwa ya kukata miti kwa ajili ya kuni na mkaa utoweka, hivyo misitu yetu inabaki kuwa salama. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa oye! Lakini pia tunaanzisha mashamba mapya ya miti ya serikali na ya watu binafsi. Tunaendelea kuhamasisha kila mmoja angalau awe na eka 1, 2, 3. Panda tu, hata kama una 100, panda tu miti. Ina faida yake kubwa, kwa sababu nimesema hapa, miti ni utajiri, miti ni uwekezaji, lakini miti ni maisha. Kwa hiyo sisi tunatona shapanda miti, mkiuza na tunapata mapato serikalini hiyo. Lakini tunatekeleza pia mikakati mbalimbali, ikiwemo mikakati ya kimataifa ambayo yanalenga kupanda na kutunza miti katika nchi za Afrika ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Sisi Tanzania tumejipanga kwa utaratibu ambao nimeueleza hapa mwanzo. Jingine ni ile kazi iliyofanywa na kijana wetu mdogo wa darasa la 5 kutoka Morogoro, Mvomero. Sasa twende na Dr. Samia kwenye kampeni aliyoianzisha ya matumizi ya nishati safi. Lengo la kampeni hii ni kuokoa mazingira
yetu yanayoharibu miti na misitu kwa ajili ya kuchoma mkaa, lakini pia kutumia kama kuni. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha na tulishatoa maelekezo. Tulianza na taasisi zote zenye watu kuanzia 50 na kuendelea. Kama wanapika chakula, wapike kutumia nishati alizozisema mtoto wetu: umeme, gesi LNG na hiyo nyingine PLG. Lakini pia kuna makaa yanayotokana na makaratasi machafu, yanakamuliwa yale na kutengenezwa mkaa, lakini sio mkaa wa kukata miti. Au nenda Kiwira akachukue makaa ya mawe, nenda Songea akachukue makaa ya mawe, yale pikia, lakini sio mkaa huu ambao tunao hapa. Wengi misitu inakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile kuvamiwa, kuchomwa moto na kufanya shughuli mbalimbali za kibinadamu kama vile kilimo, ufugaji, lakini wengine wanafanya makazi humo na shughuli haramu kama vile kuchoma mkaa, na wengine wanachimba madini huko bila vibali. Hizi ni shughuli ambazo sio rasmi na zinaharibu misitu yetu. Na kwa mujibu wa takwimu zilizopo, takriban hekta 469,400 za misitu zinapotea kila mwaka. Nataka niwaambie Watanzania, tukiendelea na hali hii ya kupoteza hekta 469,400 kila mwaka, tunakokwenda sio kuzuri. Tunakokwenda sio kuzuri. Tutakosa maji hapa, tutakosa maisha. Tutakosa maji hapa, tutakosa fursa zilizopo kwenye miti. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuelekeza taasisi zote ambazo zimepewa dhamana ya kutunza misitu ziimarishe mipango ya kuhimili, kulinda na kuhifadhi na kutunza misitu yetu. Wizara katika hili, simamieni taasisi zenu. TFS na wengine wote waisimamie. Kwenye halmashauri, zile kamati za maliasili na mazingira zisimamie jambo hili la utunzaji wa maeneo haya. Ndugu wananchi, serikali na yenyewe ina mkakati wa kuhifadhi misitu. Kupitia TFS inafanya kazi hiyo mzuri sana, na nilipopita kwenye mabanda nimepokea maelezo mazuri tu kutoka TFS namna wanavyohifadhi mazingira kwenye maeneo yetu. Lakini misitu hii ambayo inatupa ajira inasaidia sana kuondoa idadi ya vijana ambao hawajapata ajira kupata kazi kwenye maeneo mbalimbali ya viwanda vinavyochakata misitu. Maelekezo haya yote yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Inatutaka Watanzania tuhakikishe kwamba tunalinda mazingira yetu, na Chama cha Mapinduzi kimeagiza serikali kupitia sura 69 au ibara 69 na ibara ndogo ya G ambayo imeeleza kwamba serikali ni lazima iwe na programu mbalimbali za upandaji miti na ufugaji nyuki ili kutunza mazingira na kuongeza kipato kwa wananchi wa taifa. Haya yote yanatekelezwa. Mmesikia namna ambavyo tunafanya, na tunawasihi wananchi kuwa wadau nambari 1 kwenye uhifadhi wa mazingira.